walimu, maafisa elimu wa kata, afisa elimu wilaya, mkurugenzi, hata madiwani pia ambao ndio wasimamizi wa maendeleo katika level ya kata, mimi mwenyewe nikiwa msimamizi UWT kama wazazi na mwenyekiti wa chama. Nataka nizungumze jambo la kwamba sasa tuweke nguvu nyingi sana kuwafahamu wanafunzi wetu. Kuwepo na madawati, kuwepo na madarasa, kuwepo na walimu wanafundisha haimaanishi mwanafunzi anajifunza. Mwanafunzi kujifunza inategemea sana mazingira ya mwanafunzi husika. Wanafunzi tunaopokea shuleni, tuna wanafunzi wanatoka familia ya baba na mama. Tuna wanafunzi wanatoka familia ya mama peke yake. Tuna wanafunzi wanatoka familia ya baba peke yake. Tuna wanafunzi wanatoka familia ya baba na mama hawapo. Tuna wanafunzi wanatoka familia ambazo zina amani, tuna wanafunzi wanatoka familia ambazo zina magomvi. Tuna wanafunzi ambao wazazi wako salama, tuna wanafunzi ambao wazazi wanauguliwa. Tuna wanafunzi ambao nyumbani wana wasimamizi, tuna wanafunzi ambao nyumbani hawana wasimamizi. Tuna wanafunzi wamelala wamekula, tuna wanafunzi wamelala hawajala. Kwa hiyo tuna wanafunzi ambao wanatoka mazingira tofauti sana. Sasa ili tuweze kuwasaidia ni lazima tuyafahamu. Kwa walimu wangu wapendwa, ukiitwa mwalimu wa darasa, hakikisha unawafahamu wanafunzi wako. Nafahamu shuleni tuna mikakati mingi, lakini mikakati haiwezi kufanya kazi kama hujui mwanafunzi anahitaji nini. Kuna mwanafunzi anahitaji kuna mtu anamwamini. Kujua tu kuna mtu anamwamini, hilo tu litamfanya ajifunze vizuri. Kuna mwanafunzi anahitaji upendo, kwa sababu kwa alikotoka hamna upendo. Kuna mwanafunzi anakuwa mazingira ya hofu. Kwa hiyo wito wangu mkurugenzi, maafisa elimu na wote tunaosimamia elimu, tumeweka nguvu nyingi sana kwenye miundombinu na tunafanya vizuri. Na hivi ni vitu ambavyo vinaonekana. Madawati unaweza kuyaona, madarasa unaweza kuyaona, walimu unawaona, lakini mazingira ya mwanafunzi usipoyachunguza hautayaona.